Mpendwa mtazamaji, siku ya Alhamisi ambayo Mwenyezi Mungu ametubariki tumeweza kuiona. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu tunalolipata katika Injili ya Luka sura ya 16 aya ya 19 hadi ya 31. Yesu anazungumza juu ya watu wawili. Wa kwanza alikuwa ni tajiri na wa pili alikuwa ni maskini aliyepewa jina la Lazaro. Tuanze na tajiri. Tajiri alikuwa amedhihirisha utajiri wake katika kuvaa nguo za rangi ya zambarau, na baadaye akaonyesha utajiri wake katika kula. Biblia inasema siku zote alikula kwa anasa, yaani maisha yake yote ilikuwa ni sherehe, ni kula tu kwa anasa. Wakati huo umasikini ulikuwa umekithiri katika lile eneo, yaani mtu aliyejibana sana katika mshahara wake alikuwa anakula nyama mara moja kwa wiki. Yeye ikawa ni kila siku ni kufanya sherehe, kula nyama, akajisahau. Hata siku ile ya Bwana ambapo alipaswa kuweza kwenda katika ibada, hakuenda katika ibada, ikawa ni starehe tu. Chakula ambacho alikuwa anakula kipindi hicho, visu na uma hazikuwepo. Kwa chakula kililiwa kwa mikono, na nyumba ya tajiri walitumia mikate kunawa, yaani baada ya kula chakula walitumia mikate wakanawa, na yale maganda ya mikate baada ya kunawa walikuwa wanarusha nje kwenye madirisha. Ndicho ambacho kilikuwa chakula cha huyu Lazaro tutakayeweza kusikia habari zake. Cha ajabu, huyu tajiri hana jina. Mtu wa pili alikuwa anaitwa Lazaro, masikini, ambaye katika umasikini wake amepewa jina. Lazaro maana yake Mungu ni msaada wangu. Alikuwa ni muombaji. Yeye alikuwa na vidonda, mwili wake wote ulifunikwa kwa vidonda. Mbwa wa mitaani ndio wakawa marafiki zake, yaani wakawa na mrambaramba, na baadaye pia baada ya kuweza kunyang'anyana kile chakula ndio akawa anajishibisha pia kwa yale makombo ambayo mbwa walikuwa wanakula. Baada ya safari ya maisha ya hapa duniani, hali ikabadilika. Masikini alikufa, akachukuliwa na malaika mpaka katika kifua cha Ibrahimu. Tajiri naye akafa, yeye akazikwa, hakuchukuliwa na malaika. Tunajifunza kitu gani? Tuangalie tofauti mbili kwa hawa watu katika vifo vyao. Angalia, tajiri na masikini wote walipata haki yao, manake walikufa. Yaani kifo ni haki ya kila mmoja. Uweze kuwa tajiri, uweze kuwa ni masikini, uweze kuwa na cheo, usio na cheo. Kifo lazima kila mmoja siku moja baada ya maisha hapa duniani lazima tuvipate. Baada ya kifo, masikini anachukuliwa na malaika. Kwa nini anachukuliwa na malaika? Kwa sababu Zaburi ya kwanza ile aya ya 6 imesema, heri aliyemfanya Bwana kuwa tumaini lake. Lazaro alimfanya Bwana kuwa tumaini lake, ndio maana hadi jina lake limeandikwa kwamba Mungu ni msaada wangu. Alimfanya Bwana kuwa tumaini lake. Na pia Yeremia sura ya 17 aya ya 7 amesema, amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana na amemfanya kuweza kuwa tumaini lake. Alipoweka tumaini lake kwa Bwana, siku ya kifo chake malaika wakaja akamchukua. Ndio ule wimbo unasema kama malaika nipeleke, malaika wakamchukua wakampeleka mpaka katika kifua cha Ibrahimu. Tujiulize, siku ya kifo chako ikitokea utachukuliwa na nani? Ni nani amekuwa tegemeo lako? Ni nani amekuwa tumaini lako hapa duniani? Tuje katika habari ya Lazaro ambaye alikuwa amechukuliwa na malaika, alienda katika utukufu wa Bwana. Siku ukiondoka hapa duniani utaenda katika utukufu wa nani? Ni maswali muhimu sana kuweza kujiuliza katika kila kitu unachokifanya hapa duniani. Tumwache Lazaro, tuje katika habari ya tajiri. Tajiri naye akafa kama kawaida, yeye akazikwa.
hakuchukuliwa na malaika akaenda kuzimu katika mateso. Matajiri wanazikwa, masikini wanachukuliwa na malaika wanapelekwa mbinguni. Na hapo ndipo tofauti unapokuja. Kwa nini hakupelekwa mbinguni akaenda kuzimu? Kwa sababu Yeremia sura 17 aya 5 amesema, amelaaniwa mtu yule amtegemai mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana. Tajiri alitegemea mali za dunia akamwacha Bwana. Tajiri alitegemea watu waliokuwa wanamsifia akamwacha Bwana. Hakuwa na muda wa ibada kwa Mwenyezi Mungu. Siku zote ilikuwa ni kula na kunywa na kufanya starehe. Akasahau hadi siku ya Bwana. Tujifunze. Unaweza kuwa Mwenyezi Mungu amekubariki katika mali. Angalia mfano wa huyu tajiri. Yeye starehe na mali za kidunia zilimfanya akashindwa kuweza kumkumbuka Mwenyezi Mungu. Hadi leo tuna kundi kubwa la watu ambao ni matajiri, wamemwacha Bwana ndani ya mioyo yao. Kama vile anavyozungumza huyu nabii Yeremia, ndani ya mioyo yao wamemwacha Bwana. Nabii Yeremia anasema kwamba mimi Bwana na uchunguza moyo na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Kuzimu na mateso, utajiri wake haukuweza kushuka naye. Utajiri hauwezi kushuka kuzimu pamoja na wewe. Yaani akiwa kule kuzimu alimjua Ibrahimu, lakini hakutaka kwenda kufuata njia za Ibrahimu. Alimjua Lazaro, lakini hakutaka kwenda kufanya kitu kwa ajili yake. Kosa lake ilikuwa ni nini? Kwa nini amekwenda kuzimu? Ni ukweli kabisa, mpendwa mtazamaji, kwamba huyu tajiri hakumfukuza Lazaro atoke nje ya lango lake. Hakumtoa alipokuwa anaokota makombo ya chakula. Hakuwa mkatili kwa huyu masikini. Dhambi yake ni ipi? Dhambi yake ni kwamba alifumba macho kwa Lazaro masikini juu ya uhitaji wake. Ndio siku hizi misemo ya vijana nasema kwamba alijizima data. Hakutaka kuweza kuona uhitaji wa huyu masikini. Hakumpokea Lazaro masikini kuwa ni sehemu ya maisha yake. Umpokee masikini ambaye anaishi karibu na mazingira yako, kwamba ni sehemu ya maisha yako, ambaye amekuja hapo. Hakumpokea. Yaani hakufanya lolote kwa ajili ya masikini. Kwa sasa Lazaro masikini ambaye aliona kwamba huyu tajiri kwamba aliona ni sawa tu alale nje, alambwe na mbwa, akose chakula, yeye wakati akiwa kwenye starehe. Na ndipo tutakapoweza kuhukumiwa katika siku yetu ya mwisho. Si kwamba tulikuwa wakatili kwa watu, si kwamba tuliwafukuza watu watoke katika malango yetu, bali hatukufanya chochote kile kwa hawa masikini. Tupo katika kipindi hiki cha Kwaresima ambacho mojawapo ya matendo makubwa zaidi tunayopaswa kuweza kuyafanya, tunasali. Ni kweli, tumefanya toba, tumefunga, lazima tufanye matendo ya huruma kwa masikini. Siku ya mwisho Yesu atasema kwamba nalikuwa mgonjwa, hukuja kunitazama hospitalini. Nalikuwa sina nguo, huku nivika. Nalikuwa na kiu, huku ninywesha. Nalikuwa na njaa, huku nipatia chakula. Nalikuwa gerezani, hukuja kunitazama. Tufanye maamuzi sasa hivi. Angalia, huyu tajiri anaanza kupiga makelele akiwa kule kuzimu. Kumbe alikuwa na sauti kubwa kiasi kwamba akaanza kuwasumbua walikuwa mbinguni. Anaanza kuita, anasema Lazaro aende ampelekee angalau maji aweze kutuliza. Ibrahimu anamkataza. Anaanza kutoa maombi makubwa, anaanza kukumbuka kumbe alikuwa ni muombaji tajiri. Anaanza kutoa maombi juu ya ndugu zake. Akiwa duniani amefungwa na mali, hakutumia muda wake kuweza kufanya maombi. Anaanza kufanya maombi akiwa kule kuzimu. Kuzimu sio sehemu ya maombi. Anasema kwamba Mwenyezi Mungu, naomba kwa ajili ya ndugu zangu. Ukiwa katika dunia ya sasa hivi, fanya kitu. Utumie muda wako katika kuweza kuomba na kitu kwa ajili ya wahitaji. Hutapata muda wote kuweza kufanya maombi kule kuzimu. Maombi yake yeye tajiri yalikataliwa. Kwamba kama kuna watu kule duniani ambao wanahubiri neno la Mwenyezi Mungu kama unavyolisikia. Kuna watu ambao kila siku neno la Mwenyezi Mungu lipo katika mitandao, unasikiliza. Badilika, fanya kitu. Usitegemee kwamba mtu atoke
mbinguni ndio aje duniani hapa kuja kukuhubiria. Na Mwenyezi Mungu atutie nguvu kwamba tusipokuwa na hisia yoyote ile katika hao ambao ni wahitaji, ambao ni masikini, tutambue wazi kwamba tutaondoka duniani bila jina. Hatuweze kuchukuliwa na malaika siku ya kifo chetu, bali tutazikwa na kwenda kuzimu. Hatuweze kwenda katika utukufu wa Baba kwa sababu hatukuguswa na mahitaji ya masikini. Tuguswe na mahitaji ya masikini, tuweze kuandaa njia yetu kwenda mbinguni. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.